Na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu jioni ya leo. Tunaingia kwenye sehemu ya mwisho. Tuna leo na kesho kumaliza somo letu la semina ya familia, somo la familia katika mpango wa Mungu. Na somo letu limekuwa na sehemu kubwa sita, na leo tuna sehemu ya sita ya mwisho, leo na kesho. Nafasi ya wokovu wa Kristo kwa familia. Nafasi ya wokovu wa Kristo kwa familia. Unakumbuka neno kuu la somo letu ni ukweli kwamba familia ilikusudiwa kuwa kioo cha kuakisi sura ya Mungu duniani, na baada ya anguko kuharibu sura hiyo, Injili imekusudiwa kuirejesha, au kwa wengine kuirejesha hiyo sura kwa wale wanaoshirikiana nayo. Mambo matatu: sura ya Mungu duniani ilivyoharibiwa na anguko na jinsi ilivyorejeshwa katika Kristo, na habari njema za huyo Kristo zinavyokusudiwa. Kama habari njema inavyokusudiwa kumrejesha mtu individual kama mtu, pia inamrejesha na familia. Ukimtengeneza mtu, umetengeneza na familia pia. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Hebu tuombe. Baba yetu, tunakuja mbele zako wakati huu kwa jina lake Bwana Yesu. Tunakuja kwako kwa damu ya Kristo ambayo inatukaribisha kwenye uwepo wako. Inatupa ujasiri wa kukaribia kiti cha neema, mahali ambapo tunapewa rehema, tunapata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Umetuunga na Kristo na kutuweka mahali pako pa mkono wa kuume pamoja naye, maana umeandika kwenye maandiko matakatifu kwamba umetuketisha pamoja naye katika Kristo Yesu. Na ni kutoka mahali pako pale, mahali pasiri ulipotupa kukaa katika Kristo Yesu, tunapokea ufunuo wa neno lako lililothibitishwa, lililofanywa imara mbinguni milele. Tujalie ufunuo wa neno hili, tujalie kuisikia sauti yako katika maneno haya, ili sisi kama mtu mmoja mmoja na sisi kama familia tupate kuponywa, tupate kuokolewa na kila neno baya. Tuiakisi sura yako katika ulimwengu wa sasa uliowagiza, kwa jina lake Mwokozi Yesu, amen. Katika kutazama nafasi ya wokovu wa Kristo kwa familia, leo tunatambulisha dhana hiyo au ukweli huo kwa mambo makubwa mawili. La kwanza, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, akatupa mbaraka wa Ibrahim. Hii ni kweli ya milele, imethibitishwa. Na la pili, kanisa limeingizwa katika agano lililo bora zaidi ya lile la kwanza. Haya ni mambo mawili tutazungumza leo. Kesho tutazungumza mengine matatu tunapomalizia wazo hili. Twende na la kwanza. Utakumbuka jana tulikuwa tunazungumza ukweli wa kwamba hali za familia hurithishwa kizazi baada ya kizazi, si ndio? Tunazungumza habari za urithi wa tabia ovu, tunazungumza habari za urithi wa laana, na laana za aina mbalimbali. Tukianza na laana ya anguko la Adam, ambayo inakwenda kwa karibu na laana ya Torati, laana ya kutokuishi katika mafunuo ya haki ya Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu, na kwa kweli kama umeishia kujifunza jana tu kwamba familia zimerithishwa laana, ukaishia hapo, utakuwa down sana, maana utakuwa na jibu.
utafikiri tu kwamba basi mimi ni mfungwa, ni muhanga wa yaliyotokea huko nyuma. Lakini maandiko yana habari njema kwa habari ya siku hizi tulizo nazo. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 samahani, na mstari wa 7, mstari wa kwanza mpaka wa 14, na mstari wa 26 mpaka 29, tunakutana na habari njema sana sana sana. Sura ya 3 kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari kuanzia wa 7 mpaka wa 14. Hivi ndivyo Roho Mtakatifu anarekodi maneno haya. Anasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Na unakumbuka tulipozungumza mataifa hapa ana maana ya nini? Makabila. Sio taifa kama unavyosema Tanzania, Kenya, Uganda. Hapana, ana maana ya makabila. Na hii ni ngazi ya kati ya familia. Kama ukitaka kuanzia juu, ukitaka kuanzia chini, hii itakuwa ya kati. Kama ukizungumzia katika chini kwa mfano, kwa maana ya ngazi ya familia moja, inayofuata ni ngazi ya familia ya taifa, ambayo na yenyewe imeundwa na koo mbalimbali, lakini taifa ndio mzizi mkubwa, kabila. Na Mungu alikuwa analenga, anapozungumza katika wewe mataifa watabarikiwa, maana yake analenga familia zitabarikiwa. Na mahali pengine anatumia kabisa neno jamaa, katika wewe jamaa za dunia zitabarikiwa. Kwa hiyo Mungu alipofikiria habari ya kuleta baraka Ibrahim, alikuwa anawaza familia. Of course inakwenda kwa mmoja mmoja, lakini kwa kuwa familia ndio unity, ndio umoja unaoakisi sura ya Mungu kwa upana, na ndio kifungo ambacho na muktadha ambao Mungu anatenda kazi nao kwa nguvu sana. Anazungumza habari za familia. Katika wewe familia zitabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Mpaka hapa tumeshazungumza habari za, tumekutana na maneno barikiwa mara kadha. Kumbuka mtiririko wetu. Kutoka kwa Adam tumerithi tabia ovu ambayo imekuwa sababu ya laana. Tuko pamoja. Lakini sasa Mungu ana cancel yale, analeta baraka. Na anasema kwa maana wale wote walio matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Na kwa kuwa haiwezekani kudumu huko usikosee, anasema ni dhahiri, mstari wa 11, ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Sema nyuma yangu, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Moja kati ya vitu ambavyo Roho wa Mungu amenipa, yani ufunuo ambao amenipa katika maandiko na katika kujifunza kwangu hivi karibuni kwa nguvu sana, ni ukweli wa kwamba Mungu anashughulika na watu kwa msingi wa kisheria, kwa msingi wa kiagano.
mifumo unayoiona ya kisheria duniani actually asili yake ni Mungu. Sio kitu wanadamu walikitunga kwa akili zao. Asili yake hasa ni Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema wanaokaa kwenye kiti cha hukumu wamekalia kiti cha Mungu, sio chao. Yaani mahakimu, majaji, na hata watu wanapokaa kati ya wawili watatu kupatanisha, kukata maneno ya wenzao, ile pale ni hukumu. Na ndio maana ukisoma kwenye Torati, Mungu alionya sana kwamba unapofanya hukumu kati ya watu usiangalie uso wa mtu, usipendelee mtu, kwa sababu hukumu ni ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Asili ya hukumu, haki ni Mungu. Ngoja tukiwa na hili kabla ya kuendelea sana, nikupe andiko moja hapa, kwa sababu unaelewa vizuri sana ukielewa ukweli huu wa kwamba mambo haya yana msingi wa kisheria. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 9, Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 na 24 anasema hivi. Yeremia 9:23-24 anasema, Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye mambo matatu: kwanza wema, na pili hukumu, na tatu haki katika nini? Nchi. Kwa maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Mungu ndiye mwenye hati miliki ya kitu kinachoitwa wema, hukumu na haki. Na anaposema hukumu anamaanisha nini? Ngoja nikusomee kwenye tafsiri nyingine hapa. Thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power. Let not the person who is rich in physical gratification and earthly wealth glory and boast in his temporal satisfaction and earthly riches. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me personally and practically and directly, discerning and recognizing my character, that I am the Lord who practices, anataja mambo matatu: loving kindness, ya tatu judgment, na la nne righteousness. Nitaka uone lile neno judgment, hukumu. Anasema anaye ajisifu kwamba ananifahamu mimi. Na ufahamu anaozungumza ni ule ufahamu kumjua yeye binafsi, kumjua kibinafsi, kuingia kwenye uhusiano naye kwa lugha nyingine, na kufahamu nature yake, ajue nature ya Mungu, tabia ya Mungu, hali tabia yake, ya kwamba yeye anatenda wema, loving kindness. Ni Mungu ambaye kwa msingi ni upendo, kwa msingi wa tabia yake. Lakini judgment ndiye anayesema hiki kiko sawa na hiki hakiko sawa. Hukumu ina Mungu, sio mwanadamu. Na haki, yaliyo haki. Maandiko yanapozungumza habari za wokovu wetu yanatumia lugha hii kukuonyesha jinsi ambavyo wokovu wetu umejengwa katika misingi ya kisheria. Katika kitabu cha Wakolosai, tutarejea kwenye andiko letu la msingi baadaye, lakini nataka tuestablish msingi ambao Mungu ametuokoa nao. Tuone katika maandiko msingi wa kuokoka kwetu ukoje. Anasema kwenye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14,
na ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu. Nirudie tena. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Sasa sikiliza mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki. Hebu sema ya kutushitaki. Kuna hati ya mashtaka ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kulikuwa na msingi wa kisheria kwenye mahakama ya Mungu uliokuwa unatushtaki. Msingi huo ndio sababu ya laana tulizokuwa nazo. Angalia anavyosema kwenye Waefeso sura ya 2. Katika Waefeso sura ya 2 mstari wa kuanzia wa 12 anasema kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Tulikuwa tuko kwenye huo mkataba, huo ile agano kati yao. Unajua mtu ambaye hayuko kwenye mkataba fulani hana faida nao. Yaani kwa mfano kama mtu ameingia mkataba na kampuni fulani, kwamba katika mkataba huo kuna mafao haya, kuna marupurupu haya na kuna madhara haya kama atavunja mkataba, yule asiye kwenye mkataba inamuhusu? Nauliza, inamuhusu? Hayamuhusu. Lakini anasema sisi tulikuwa hatuko kwenye ule waliokuwa na agano na Mungu na Israeli tu kwenye zamani zile. Na hii haina maana kwamba sisi hatukuwa na madhara. Dunia yote ilikuwa kwenye madhara, lakini hawa wakapata nafuu kwa huo mkataba, wakawa karibu na Mungu. Sisi tukawa tuko nje, hatuna letu. Tulikuwa hatuna tumaini, hatuna Mungu duniani. Na anaposema hatuna tumaini, maana yake we had no future. Tulikuwa hatuwezi kusema baada ya kutoka duniani kuna kwenda mbinguni. La kwetu lilikuwa ni kwenda motoni tu, basi ndio lilikuwa limebaki. Lakini habari njema sana ni hizi. Mstari wa 13 anasema lakini sasa. Sema lakini sasa. Mambo ni tofauti katika msingi huu, katika kipindi cha Agano Jipya, katika Kristo Yesu. Yale maneno muhimu sana, katika Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Sasa ndani ya Kristo Yesu, katika yeye, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Yesu. Nakumbuka tulizungumza wakati mwingine, umbali unaozungumzwa hapa sio wa kijiografia. Tulikuwa mbali kiuhusiano. Tuko pamoja. Unaposema wewe fulani yuko karibu na fulani, maana yake ni watu wa karibu kiuhusiano, ni marafiki. Ukisema hapana siku hizi yuko mbali naye, maana yake uhusiano wake umevunjika. Na sisi tulikuwa mbali na Mungu, hatukuwa kitu. Ndio maana mahali pengine anasema, alitabiri kwa vinywa vya nabii akasema, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu. Ndio sisi alikuwa anatusema. Na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Sisi mataifa ametuleta karibu. Anasema kwa maana yeye ndiye amani yetu. Mstari wa 13. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu. Kwa kitu gani? Kwa nini? Kwa damu ya Yesu Kristo. Ndugu zangu, damu ni ya thamani sana. Kwa nini damu hii imetuleta karibu? Kwa sababu damu hii imefanya upatanisho kwetu sisi na Mungu, maana kulikuwa na uadui. Ikafidia dhambi na makosa yetu. Kwa lugha nyingine, imeondoa ule msingi ambao kwa huo tulilaaniwa. Maana kilicho tulaani ni nini? Ni dhambi. Pasipo anguko hapana laana. Pasipo dhambi hapana nini? Laana. Dhambi ndio msingi. Ndio maana pale anasema, na ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania maandiko yanatuonyesha kwamba kuna vitu ligo vilifanyika. Yesu baada ya kufa na kufufuka alipanda mbinguni. Ukiacha ile kupaa kwenda kukaa kwenye kiti cha mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu, alipaa. Unaona anamtokea Mariamu, anamwambia usinishike maana
ninapaa kwenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Lakini baadaye anawatokea na waambia nishikeni muone, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu Katule alikuwa en route to heaven, alikuwa anaondoka kama kuhani mkuu, na kuhani mkuu anapokuwa kwenye majukumu ya kufanya upatanisho huwezi kumshika wala hawezi kuchangamana kawaida na watu. Lakini alikwenda kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 12, anatuambia aliingia patakatifu akiisha kuupata ukombozi wa milele. Aliingia na damu yake. Ile sura ya 9 Ibrania inatuambia vizuri sana, alinyunyiza damu yake kwenye madhabahu ya mbinguni, ambayo ndio ilikuwa inawakilishwa na madhabahu za huku duniani. Na tangu pale kumbukumbu za maovu yetu na dhambi zetu ambazo vilikuwa msingi wa laana zote. Laana ngapi? Sema tena, laana zote. Sema tena, laana zote. Kwamba ni laana ya anguko, kwamba ni laana ya torati, kwamba ni laana ya wazazi, kwamba ni laana ya kutamkiwa, laana yoyote msingi wake ulikuwa ni dhambi. Kwa hiyo ukishaondoa dhambi, kwenye sura ya 9 anasema alizitangua dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Alizitangua, yani alizifanya kama hazipo. Mbingu haina kumbukumbu ya dhambi kwa mtu aliye katika Kristo Yesu. Maandiko yanasema dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kitendo hicho kimeondoa kabisa na kwa milele msingi wa laana kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Nasema Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Hili ni ndugu zangu, hili ni jambo la kushout, ni jambo la kusherehekea. Na kwa msingi huu sasa, manake kuna vitabu, unajua tunasoma kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba siku ile ya hukumu, andiko linasema vitabu vikaletwa, si ndio? Ni mahakama kabisa. Na kitabu kingine kikaletwa ambacho ni cha uzima. Kama mtu hayupo kwenye kitabu cha uzima, maana yake ni wa jehanamu, hana uhusiano na Mungu. Na Bwana Yesu anasema ondokeni kwenu ninyi mliofanya nini? Mliolaaniwa, yani mliotakiwa mabaya na mkapelekewa mabaya. Na vile vitabu vingine vikafunuliwa ili kila mtu ahukumiwe kulingana na uzito na wingi wa dhambi zake, kila kosa. Maana wale waliokuwa kwenye Torati wanatupa mfano wa haki ya hukumu ya Mungu ilivyo. Maandiko yanasema kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Na sasa watahukumiwa, kuna watu watahukumiwa wana mzigo mkubwa wa matatizo, na kila mmoja litapata hukumu yake. Ni hukumu. Tunasoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7 kwa mfano, ya kwamba katika kile kipindi cha dhiki kuu, ile pembe ndogo ambayo ni mpinga Kristo, ambayo inanena maneno makuu juu yake aliye juu, anasema Danieli akisema, nami nikatazama kwa sababu ya maneno makuu iliyoinena ile pembe, vitabu vikaletwa, hukumu ikawekwa. Kuna mahakama kabisa inakaa. Alafu wakamuondolea mamlaka yake. Nani? Mpinga Kristo. Mpinga Kristo anakuja kutolewa duniani Yesu atakapokuja, lakini hukumu hiyo imefanyika kwenye courtroom ya Mungu. Nachotaka uelewe ni hiki: kuna mahakama mbinguni. Na ndio maana maandiko yanasema, yanamuita Mungu mwamuzi wa watu wangapi? Wote. Mwamuzi pale ni judge. Na Mungu na Ibrahimu alifahamu hilo alipokuwa anafanya maombezi kwa ajili ya Sodoma na Gomora. Akasema, je, mwenye haki awe kama mwovu? Hasha. Je, mhukumu ulimwengu wote asitende haki? Tunahitaji kufahamu Mungu ni mhukumu ulimwengu wote. Ni jaji wa mtu na mtu, ni jaji wa mambo ya familia, ni jaji wa taifa, ni jaji wa kila kitu. Yeye ndio jaji, kama nilivyokuambia, wote wakao katika viti vya hukumu wamekalia kiti cha Mungu, na watatoa hesabu kwa kufanya hukumu zisizo za haki. It's just a matter of time.
Watu wanaofanya dhuluma katika kiti cha hukumu hawatakwepa, maana hukumu ina Mungu, na Mungu alionya sana. Ndio maana tunahitaji kusoma Biblia kwa wingi tupate ile sense. Unajua maandiko yanavyosema, ukisoma Biblia, ukitafuta hekima kwenye maandiko, hekima itakuingia, utafahamu kumcha Mungu. Ni kwa sababu utakuwa umekutana na cases nyingi na maneno yanayokuonyesha mpaka yakakubadilisha, yanakuonyesha sura ya Mungu mpaka unabadilika mtazamo. Alionya sana, usifanye upendeleo kwenye hukumu. Usitazame uso wa mtu inapokuwa mnakaa mna judge, hata kama huyu ni mheshimiwa sana na hapa kuna mtu mmoja hana jina lakini ana haki, mpe haki mwenye haki, mhukumu aliyekosa. Kwa maana hivyo ndivyo Mungu alivyo. Sasa huyu Mungu mhukumu ulimwengu wote alituhukumu, na nikuulize, hukumu ya kwanza duniani ilitendwa wapi? Pale Eden. Si ndio Mungu alishuka pale bustanini pale, akatoa hukumu kwa nyoka, akatoa hukumu kwa mwanamke ambayo inatekelezwa mpaka leo, akatoa hukumu kwa Adam. Hata dunia nzima ikaangukia hukumu ya anguko la Adam. Na maandiko yanatuambia viumbe vya asili vitatoka kwenye huo utumwa wakati watoto wa Mungu watakapofunuliwa, yani utakapoingia kwenye utawala wa miaka 1000. Na kuanzia hapo Eden tumemwona Mungu akijaji. Anakuja siku za Nuhu, anahukumu ulimwengu. Anashuka Sodoma na Gomora, anaihukuma Sodoma na Gomora na miji iliyo kando kando yake. Anafika Misri wakati wa Farao yule Ramesses pamoja na Israel waliokuwa utumwani, anamhukumu Farao na miungu ya Misri. Na kama alivyokuwa amekwisha kumwambia Ibrahimu, kizazi cha 4 uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, na baada ya miaka 400 watatoka na mali mengi, nami nitalihukumu taifa lile. Mungu ni jaji mpaka leo. Ukisoma katika vitabu vya manabii na utaona jinsi ambavyo Mungu alitoa hukumu, sio kwa Israeli tu, na kwa mataifa mengine. Na usisahau mataifa yote yako chini ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu anaitwa mkuu wa wafalme wa nani? Wa dunia. Na hakuna taifa litakaloepuka hukumu. It's just a matter of time. Mataifa yafanyayo dhuluma, yanayoua watu, yanayofanya nini, usifikiri ataepuka hukumu ya Mungu. It's just a matter of time. Hukumu ni haiepukiki kwa individuals na kwa mataifa, haiepukiki. Ni swala la muda tu. Ni swala la muda tu. Katika sura hiyo yote ndio Mungu anatuambia mahali tulipoponea. Na Mungu aliona njia, maana namna ya Mungu kutusalimisha na laana ni moja tu. Unahitaji kuelewa vizuri sana. Kuondoa dhambi. Na sio kuondoa tu dhambi za individual maana dhambi zina historia. Nafikiri tunakumbuka tumesoma katika fundisho. Dhambi zina historia, zina date back to Adam, kuanzia pale Eden. Sasa Mungu alipomjipatia mtu mwaminifu Ibrahim, ambaye kwa yeye angelitengeneza taifa la kumleta Masihi duniani, alitangulia kuona tangu mwanzo ya kwamba kwa huyo mzao wa Ibrahim Mungu atatengeneza msingi wa kuondoa laana, ambao ni mmoja tu, kuondoa dhambi. Kuondoa dhambi. Basi. Na huyo Kristo ndio mtoto wa Ibrahim ambaye amefanyika dhabihu. Alipokaa msalabani, kitendo cha kukaa msalabani kilikuwa ni hekima ya Mungu. Isaya anasema ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Ni kitendo legal cha kisheria kabisa kwamba dunia imehukumiwa hukumu kwa sababu ina dhambi zake. Hakuna jinsi nyingine, dhambi zake zilipwe. Unajua tunaposema kwamba tumepokea wokovu bure, ni bure kwa maana ya kwetu sisi, sio kwamba wokovu wenyewe ni bure. Wokovu wenyewe una gharama kubwa kuliko kitu chochote. Umegharimu uhai wa mwana wa Mungu, sio wa bure. Ni bure kwa upande wetu sisi, kwamba sisi hatukutoa chochote, lakini wenyewe umegharimia. Kwa sababu kama kwa mfano unadaiwa, una deni na trilioni 10, la usipolipa unafungwa wewe na watoto wako na wajukuu zako na kila kitu chako.
Mtu mwingine akikulipia akakuletea receipt ya malipo, wewe kwako utakuwa umepokea huo msamaha bure, si ndio? Lakini je, maana yake huo msamaha una gharama? Hapana. Tofauti ni kwamba hiyo gharama ukuilipa wewe, lakini mwingine ameilipa. Na ndugu zangu, nawaomba, moja ya kitu kinachotupa shida ni kutokuinua dhabihu ya mwana wa Mungu, ni kutokuona thamani yake, ni kutokujua nini maana ya Yesu kutufia, ni kutokujua thamani ya ile damu. Ukizungumza ile damu, Biblia imesema vizuri sana kwenye ile damu. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 wanazungumza habari za ukombozi tunaoupata kwa damu, kwa imani katika damu ya Kristo. Kwa imani katika damu ya Yesu Kristo ndipo tunaokolewa. Na damu hiyo ndio inatupa ujasiri wa kupaingia patakatifu. Twaingia patakatifu kwa ujasiri kwa sababu tunaenda na damu. Hatuendi na mimi nimeokoka miaka mingapi iliyopita, mimi naitwa nani. Wewe ulivyo katika mwili si kitu chochote mbele za Mungu. Hata kama ungekuwa nini, yani hata kama chochote unaweza kukipata dunia hii, hakiwezi kusimama mbele za Mungu, Mungu akakukubali kwa sababu yake. Lakini tunapoenda na damu, tafsiri yake ni kwamba tunaenda tukikubali kwamba sisi kama sisi wenyewe tulikuwa tumekufa, tulikuwa tuna dhambi, tulikuwa hatustahili. Lakini nakuja na damu kwa sababu yupo huyu anayestahili, amechukua dhambi zangu, amelipia dhambi zangu, na damu hii imeninunua. Kwa hiyo una legal right, una haki za kisheria kwenye kiti cha enzi, kwa sababu damu, kwa sababu deni lako limelipwa. Sema amen. Deni lako limelipwa. Na ndio maana tuna ujasiri wa kusema laana ya Adamu, laana ya Torati, laana ya wazazi, laana ya kutamkiwa kwao walio katika Kristo Yesu imekufa. Badala yake baraka ya Ibrahim imetufikilia. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Unajua, unaposoma Agano la Kale unakutana na baraka nyingi zimenenwa kwa watu wale, kwa sababu ni watoto wa Ibrahim. Na shetani anakuambia hii ilikuwa ni kwa sababu ya Israeli. Listen, kwa njia ya Kristo Yesu nimekuwa Mwisraeli pia. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Tena nimekuwa mtu mpya, Mwisraeli mpya, Myahudi mpya rohoni. Pengine unaweza kusema mchungaji, maneno hayo mengine ni too much. Okay, twende kwenye kitabu cha Warumi sura ya 2. Angalia mstari wa 20. Nisomee mama Shila pale mstari wa 27 mpaka mstari wa 29. Warumi 2:27 mpaka 29. Warumi 2:27 hadi 29. Naye asiyetahiriwa kwa asili aishikae torati, je, hata kuhukumu wewe uliye na kutahiriwa ukaialifu torati? Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje. Kwani sisi ni Wayahudi kwa nje? Kwa nje sisi ni Waafrika wa kawaida kabisa. Lakini Myahudi aliye Myahudi kwa nani? Kwa ndani, na tohara yake ni ya rohoni. Mioyo imetahiriwa. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Alisema kwenye kitabu cha Waefeso. Unajua maneno haya tunahitaji kuyatafakari, tunahitaji kuyawaza katika roho ya kicho, roho ya kuyapokea, mpaka yajenge hiyo reality kwenye roho zetu. Katika Waefeso sura ya 2 pale anasema, turudi kwenye mstari wa 14 pale.
Kwa maana yeye ndiye amani yetu. Yeye nani? Nani huyo amani yetu? Yesu Kristo. Tuanze mstari wa 13 ili upate picha kamili. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Damu yake Kristo. Mmekuwa karibu na nani? Na Mungu. Kiuhusiano. Hebu sema, mimi sasa ni karibu na Mungu. Ni mtu wa karibu na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Unajua kama ukisema fulani bwana yuko karibu sana na mkuu wa mkoa, unasema ana heri huyu. Huyu yuko karibu sana na rais, kila mahali wanakwenda pamoja, unasema ana heri huyu. Nakwambia sisi tuko karibu na Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, yule atawalaye mbingu na nchi. Anasema maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili, yani Israeli na mataifa, kwa mtu kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotenga. Maneno haya kiambaza cha kati yanarejea kiambaza cha kati kwenye hekalu aliyokuwa anawatenga mataifa na Wayahudi. Unajua hekalu lile, hata ile hema ilikuwa inazungumza habari za jinsi ya kumkaribia Mungu kwa dhabihu na ibada, na jinsi ambavyo unavyokuwa karibu na lile sanduku kule patakatifu, maana yake ndivyo ulivyo karibu nawe. Aliyekuwa na nafasi ya kuingia kwenye patakatifu alikuwa ni mmoja, kuhani mkuu, naye siku moja tu katika mwaka, akiwa na dhabihu anayotoa kwa ajili yake yeye na kwa ajili ya taifa analoliwakilisha, kuonesha ya kwamba hata yeye hakupaswa kuingia bila damu. Tuko pamoja, ambayo inafanya atonement, inafanya upatanisho kwake yeye na wengine. Ni peke yake alikuwa anaenda paka pale kwenye kiti cha rehema, lakini walio nyuma yake ni makuhani walioteuliwa na Mungu, wanahudumu patakatifu. Patakatifu ni mmoja tu, patakatifu. Na Biblia inatuambia huko patakatifu na patakatifu palikuwa panatenganishwa na ile hema, ile pazia. Alafu anasema lile pazia lilikuwa ni ujumbe wa Roho Mtakatifu, kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa bado haijadhihirishwa wakati ambapo ile hema ya kwanza inasimama. Kwa lugha nyingine, njia ya kumkaribia Mungu kabisa kwenye uwepo wake ilikuwa bado haipo, ilifungwa tangu Eden. Tuko pamoja? Alafu ukitoka kwa makuhani unafika kwa wana wa Israeli huku, na wana wa Israeli walikuwa wanaanzia kwenye ule ua wa nje, hapo wanapoanza kunawa mikono na miguu na kutoa dhabihu na nini. Huko nje utakutana wana wa Israeli wamezunguka ile hema, lakini nje kabisa kuna mataifa wengine ambao they are nobodies mbele za Mungu. Kwa hiyo kadri tulivyokuwa mbali ndivyo sasa sio kwamba tumekuja pale patakatifu, tumeingia kabisa patakatifu kwa damu ya Yesu, na ule uadui umeondoka. Hebu sema pamoja nami, akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake. Anaposema amelaaniwa kila aangikwaye juu ya mti. Ni nani aliangikwa juu ya mti? Nani aliangikwa juu ya mti? Kwa hiyo Yesu alilaaniwa? Nauliza, Yesu alilaaniwa? Hapo unapata shida. Niseme kweli amelaaniwa? Ndiyo. Tusome tena Wagalatia 3 mstari wa 13. Soma tena. Ndio maana nilisema soma nyuma yangu iweze kuregister. Soma tena nyuma yangu. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Sasa nauliza, Yesu alikuwa laana? Ndiyo, lakini sio kwa ajili ya dhambi zake, maana hakuwa nazo. Maana Isaya anasema hivi. Fungua Isaya pale sura ya 53. Mstari kuanzia wa 3 tusome Mama Shila mpaka ule mstari wa 6. Mstari 3 kuanzia mstari wa 3. Alidharauliwa na kukataliwa na watu,
mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Bali alijeruhiwa kwa lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Sijui Biblia yako imeruka hiyo. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Unapomtazama Yesu msalabani, watu wengi hata wakati wa Pasaka wanamtazama kwa kumhurumia. Masikini Yesu. Yani wanafikiri aliteswa tu, hata hawajui maana yake nini. Unapomwona msalabani, actually wewe ndio umemweka pale msalabani. Wewe na mimi ndio tumemweka pale msalabani. Ona juu yake maovu yako yote, magonjwa yako, laana zako zote. Yesu alibeba mzigo mzito usiofikirika, usiomithilika. Na kwa sababu alifanywa dhambi. Tunakumbuka anasema yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya dhambi kwa ajili yetu, si ndio? Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Alifanywa dhambi kwa ajili yetu. Akishafanywa dhambi, basi amelaaniwa. Maana angalia, kinacholeta laana ni nini? Tuelewane vizuri haya mahesabu. Kinacholeta laana ni nini? Dhambi. Na yeye alikuwa hajui dhambi, hajui kumkosa Mungu. Alikuja kama substitute, kama mbadala wetu. Ndio maana Yohana Mbatizaji akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Ukisoma katika Walawi sura ile ya 17 utaona jinsi ambavyo ile siku ya upatanisho. Mwisho kusikia Israeli wakisema leo ni siku ya Yom Kippur. Ngapo unasikia neno Yom Kippur? Yom Kippur maana yake ni siku ya upatanisho. Israeli wote walikuwa wanahudhuria kwenye hapo karibu na hekalu. Ndio siku ambayo makuhani mkuu ataingia patakatifu kufanya upatanisho kwa damu yake, kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa, kwa dhambi zilizotendwa za kutokujua za mwaka mzima. Tunaelewana? Mwaka mzima. Na kulikopo na kondoo wawili wanapigiwa kura. Kura sasa sio kama ile ya kwenda kuweka kura kwenye, unajua neno kura kwenye Biblia alitumika kama unavyotumia leo kura kwenda kumchagua mbunge sio na nani. Kura ni kama vile, kwa mfano umeona kwenye mpira wa miguu, kabla hawajacheza wao wanafanya nini? Wanarusha kitu ili waamue nani atapeleka mpira huku, nani atapeleka mpira huko kuanzia. Sawa? Ile ni kura. Dice. Ile ni kura. Na walikuwa wanapiga kura namna hiyo kwa kondoo. Mmoja anakuwa ni Azazel na mwingine ni kwa ajili ya Bwana. Mmoja atachinjwa kwa ajili ya upatanisho. Mwingine kuhani mkuu anaweka mikono yake juu ya kichwa chake, anaungama dhambi za taifa zima juu yake. Kitendo hicho ni kitendo cha imani cha kutransfer dhambi za Waisraeli wote za mwaka mzima kwa huyu mwana kondoo. Alafu anatolewa aende nyikani apotelee kule. Na wote wawili, kondoo wa Azazel scapegoat na kondoo kwa ajili ya Bwana, walimwakilisha Kristo wote. Kama Kristo alivyochukua dhambi zetu kwenye mwili wake katika msalaba, na damu yake hiyo ikamwagwa, ikakusanywa lisipotee hata tone. Watu wengine fikiri alimwaga tu damu ikapotea, kama yule sio mfia dini, ni substitute. Alafu roho yake akaenda nayo kuzimu, akaenda mahali ambapo wewe ulipaswa kwenda, ili siku ya kufa wewe usiende huko, uende mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kitendo kile kilishibisha ghadhabu ya Mungu. Tunahitaji kuelewa Mungu ni Mungu wa hukumu.
na kosa likifanyika lolote, ni lazima adhabu ifuate. Mungu huyu ambaye ni upendo, ambaye ni mwingi wa rehema, usisahau pia ni Mungu wa hukumu, na ni lazima kosa lilipwe ili upande wake wa rehema utimizwe, upande wake wa kusamehe utimizwe. Ni lazima apatikane asiye na hatia autimize ule upande wa ghadhabu yake. Tunaelewana? Tunaelewana? Ndiyo, anapenda kusamehe, anapenda kukukubali, lakini hawezi kukubali dhambi yako ikiwa inakaa, kwa sababu ni kinyume na nature yake. Ndugu zangu, Mungu kwa maana ya upande wake wa hukumu ni mkali kuliko unavyoelewa. Na ukitaka soma Biblia yako vizuri, soma vitabu vya Torati sawa sawa. Wale waliomkaribia tofauti na njia aliyokuwa ameiweka walikufa instantly, kama akina Nadabu na Abi walikufa mara. Na kosa, dhambi ilikuwa na matokeo aina moja tu, kifo basi. Unakumbuka wale waliochungulia lile sanduku walikufa makumi elfu ya watu, na Mungu akasema jamani, wengi sana hao. Utakatifu wa Mungu na haki yake unafananishwa na moto. Ndio maana maandiko yanasema Mungu ni moto ulao. Sasa wewe washa moto mkubwa pale, mkubwa kabisa, alafu mwambie rais peleka mkono, moto utaacha kumchoma kwa sababu ni mheshimiwa rais? Utaacha kumchoma? Moto utamchoma mtu yeyote atakayekuwa hapo, moto hula. Na Mungu katika hali hiyo ya kuwa moto ulao, akimkaribia mtu mwenye dhambi, moto unamramba tu, ni kawaida kabisa. Ili moto usiwe moto kwako, lazima dhambi ile ilipwe. Bas, no way out. Maandiko yanasema Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati, kwa sababu alifanywa laana kwa ajili yetu. Na kwa kawaida ya kisheria, kama mtu akifanya makosa, kwa mfano leo umepatikana na kosa, kwa mujibu wa sheria za nchi, zimetungwa sheria bungeni kwamba ukifanya 1, 2, 3 itakuwa ni kosa. Unajua jinai ni kwenda kinyume na kosa linalotajwa na sheria kwamba hii ni kosa. Kama bunge alijatunga sheria ya kwamba hii kitu fulani ni kosa, ukikifanya hicho kitu hakiwezi kuitwa kosa la jinai. Tunaelewana? Kwa sababu hakuna sheria uliovunja. Lakini ukivunja sheria yoyote, umetenda kosa. Na ukishapatikana na hatia mahakamani, ukafungwa, ukatimiza kifungo chako, kikaisha kabisa, ukaja huku, unaweza ukaenda tena kwenye mahakama ile iliyokuhukumu, ukasikiliza kesi za wengine, na bila woga kwamba hakimu atasema niliwahi kukuhukumu wewe, njoo hapa. Kwa nini? Kwa sababu kesi ikisha hukumiwa makosa na mtu akatumikia makosa, hawezi kuhukumiwa tena kwa kosa lile, ni kama halipo. Tunaelewana? Sasa kama makosa yangu yalihukumiwa katika Kristo, maana Kristo alihukumiwa mahali pangu, na makosa yalikuwa ndio msingi wa laana, basi mimi kuwa na laana tena ni makosa, kwa sababu unanionea, unanilaani kwa nini? Nilifanya 1, 2, 3. Kuna mmoja ameshafanyika laana kwa ajili yangu, ameshahukumiwa mahali pangu. Kwa hakuna tena, mimi sina tena hiyo hatia, ni kitu cha kisheria. Kwa hiyo kisheria kabisa, kwa mujibu wa Galatia 3, na unajua ile laana ya Torati, ukisoma ile Kumbukumbu la Torati 28 yote utaikuta ile laana ya Torati. Zile adhabu zilizo pale kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 61 pale Kumbukumbu la Torati sura ya 28 zimekwisha kulipwa. Unasema zile laana pale zinahusu
usijui utalaaniwa mjini, utalaaniwa. Ndio, kuna ambaye ameshalaaniwa. Utapigwa mapigo haya na haya, kuna ambaye ameshapigwa hayo mapigo. I am free then, niko huru, na baraka ya Ibrahim imenifikilia mimi, sasa nimbarikiwa. Angalia mstari wa 16 wa Galatia 3, wanasema basi ahadi zilinena kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Ahadi zilinena kwa Kristo. Mstari kuanzia wa 26, mstari kuanzia wa 26 wa Galatia sura ya 3, tunamaliza na hayo. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Rudia nyuma yangu mstari wa 29. Na kama ninyi ni wa Kristo, wangapi wa Kristo hapa? Sawa, mimi ni wa Kristo. Mimi ni wa Kristo kabisa. Rudia tena. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Unakumbuka tulisema kwamba na sisi tumekuwa sasa Wayahudi rohoni, sio? Tuko pamoja? Sisi nasi ni wazao wa nani? Ibrahim, baba yetu Ibrahim mwenye imani. Rudia tena mstari ya nyuma pale tulianza kusoma haya mstari. Mstari wa 7. Soma nyuma yangu. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahim. Wangapi wa imani? Yani sisi sio wa sheria ya Torati, sisi ni wa imani katika Kristo Yesu. Mstari wa 9, rudia nyuma yangu. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Kwa sasa ninyi ni walaaniwa, si ndio? Ninyi ni kwa misingi ya kisheria kabisa, on legal grounds, sisi ni wabarikiwa. Sasa nilitaka tuzungumze na la pili, kama tulivyosema kanisa limeingizwa kwenye agano lililo bora zaidi, lakini muda haututoshi kwa sababu leo ni Jumamosi, tunataka tumalize mapema, tuwape wanaofanya maandalizi ya ibada. Tusimame, tutaendelea nalo kesho, hili la pili, la tatu, la nne, la pili, la tatu, la nne na la tano. Na kesho Bwana akitujalia, mnakumbuka ibada ni saa ngapi? Saa 2:30, na tutakuwa na madarasa. Kwa hiyo nitakuwa na saa nzima ya kufundisha, tutakuwa na saa moja ya ibada ya kumwabudu Bwana, saa moja ya kufundisha. Ikifika saa 4:30 tumemaliza kwa maana ya mafundisho, tunaingia kwenye maswali, tunajibu maswali, alafu pia tutaingia kwenye group discussion. Tutadiscuss case 2 tofauti, familia moja na familia nyingine, kwa magroup. Mwenyekiti atatogawa. Sasa sio familia moja tutakayojadili, tutajadili familia sitaga, maana kesho tutakuwa na meza asubuhi hapa. Tutagawanika kwenye magroup bila kujali familia tumekaaje, kwa ajili ya kujadili. Alafu tunaisoma ile kesi moja na maswali yake, tunajadili, baadaye tunafanya presentation, na baada ya kumaliza pale tutaingia kwenye kuziombea familia zetu. Kama tutakavyojifunza kesho, sisi tulio ndani ya Kristo tumekwisha kubarikiwa, na tunachohitaji ni ku-exercise rights, ni ku-enforce, ni kuleta katika uhalisia kwa njia ya imani zile baraka za Ibrahim, na kupinga uongo wa shetani. Approach ya Kikristo ya kibiblia sio kuvunja laana. Approach ya kibiblia ni kumpinga shetani, naye atawakimbia, maana hana haki tena. Bwana Yesu apewe sifa nyingi.
ukishashinda kesi mahakamani, kwa mfano una kesi ya madai, unachofanya ni kuenforce yale maamuzi ya mahakama. Sasa mahakama ya mbinguni imekwisha kututangaza huru mbali na laana, na imetupa risiti ya kulipwa deni zetu. Sasa unajua, unawezekana kuna mtu alikuwa amekunyang'anya kiwanja chako, amekunyang'anya nyumba yako, umeshinda mahakamani, lakini bado yuko kwenye nyumba. Unafanya nini? Una enforce, unakuja kukazia nini? Ndio inaita kukazia hukumu, sio? Ili kwamba sasa aondoke kwa nguvu. Huji kumuomba kwamba bwana, tafadhali bwana, si unaona hata mahakama imenipa haki, naomba basi. Nakumbuka tulikuwa tunakaa Afrikana kunaitwa. Alafu tulikuwa na jirani yetu pale. Wakati fulani nikawa na safari ya Marekani, nikarudi, nikaambiwa kumetokea kitu cha ajabu sana kwa jirani yetu. Nini? Kumbe hii nyumba ilikuwa na kesi miaka mingi na ameshindwa kesi, kwa hiyo ameondoka. Nikajisikia kuguswa sana. Siku moja katika siku hizo maana lazima wahamishe vitu vyao, kwa alikuwa amekuja, nikamkuta mama amekaa pale, nikamfuata, nataka kumfuata ili nikampe pole. Aliponiona aliinua gari akakimbia mbio, hataki, anaona aibu hata majirani wasimuone. Nataka kusema hivi, ukijua haki zako, yule occupier aliyokuwa anakaa isivyo halali kwenye mwili wako, kwenye familia yako, atatimua mbio haraka sana. Na uhitaji kwenda kutafuta mtu fulani aje aivunje. Unajua, unaposema kuvunja laana, una imply kwamba bado ipo, ila mwanadamu ndio mwenye nguvu ya kuivunja. Imekwisha vunjwa. Dhabihu ya Yesu imekwisha kuivunja. Na sasa tunakuja kwa ujasiri tukiwa na hati ya mahakama machoni pa shetani na kumwambia, wewe imelipwa ile, na wewe hapa una trespass, fiata mkia, kimbia. Hebu tumwambie Yesu asante kwa sababu ametuokoa na laana ya torati. Na mahakama iliyokuu kuliko zote imesha declare kwamba tuko huru. Inua mkono wako, fungua sauti yako, usimnyime Mungu shukrani, usimnyime Mungu sifa. Mwambie asante kwa kuniokoa, mwambie asante kwa kunifungua, asante kwa kunileta karibu kwa damu ya Yesu. Mwambie asante, shout sifa zake. Asante kwa wema wako Baba yetu, asante kwa mapenzi yako makuu. Yale yalikuwa matatizo makuu kwetu ambayo yalitufunga tukawa hatuna namna, wewe umetushindia, wewe umetupigania kwa gharama zako mwenyewe. Maana ulimtuma Yesu kwa gharama zako mwenyewe, ambaye alitoa mahali petu, akafanyika dhambi mahali petu, akafanyika laana mahali petu. Hata mahakama yako ikaridhika kwamba deni limelipwa, na wewe umetutangazia sasa tumekuwa warithi wa ile mbaraka uliowaamuru.